Chama cha ACT Wazalendo kinawataka wabunge wote walioko bungeni Dodoma kuandaa jedwali la marekebisho ya sheria katika mswada wa sheria ya fedha, yani finance bill ya mwaka huu wa 2026, ili kuondoa kodi na tozo mpya zinazopendekezwa kuanzishwa na serikali. Na kama hatua hiyo haitafanikiwa, basi tutakwenda mahakamani kupinga vifungu hivyo vya sheria ili kulinda rasilimali za umma na kutetea maslahi ya wanyonge. Kwa hiyo chama cha ACT Wazalendo kimewaagiza wabunge wake wote wagawane haya mafungu yote yaliyotajwa ili waende watengeneze schedule of amendment waingize bungeni, wakidai kwamba hayo marekebisho yafutwe na bunge. Na kama hiyo hatua haitafanikiwa, kwa sababu bunge lenyewe lile ni bunge la ndio na ni bunge ambalo halijachaguliwa na wananchi, kama hiyo hatua haitafanikiwa, basi chama cha ACT Wazalendo kitakwenda mahakamani kupinga finance bill ya mwaka huu wa mwaka. Na kama hao CCM waliamini kwamba wakiwafukuza akina Mpina nje ya bunge watafanikiwa kuingiza mambo haramu kama haya na kuyapitisha, tutayapinga na hayatapita hata tukiwa nje ya bunge. Haikutegemewa kwa serikali ambayo iliwahadaa wananchi kwamba iliunda tume ya rais ya maboresho ya kodi mwaka 2024 ili kuziba mianya ya upotevu wa mapato na kuwa na mfumo rafiki wa ukusanyaji wa kodi na kuongeza mapato ya serikali. Lakini badala yake serikali imekuja na mbinu dhaifu zinazolenga kuua uchumi na kuwagandamiza wananchi wanyonge. Yaani kwa mfano sasa, serikali hii ingekuwa ndio hii serikali ya ACT Wazalendo, hauwezi kwenda ukimbiza na hizo kodi ndogo ndogo wakati matrilioni ya fedha yapo. Kwa mfano moja, kushindwa kuuza umeme wa ziada wa megawatts 2100 na kupoteza mapato ya zaidi ya trilioni 2 kwa mwaka. Tumejenga bwawa la Mwalimu Nyerere limekamilika na sasa hivi tuna umeme wa ziada wa megawatts 2100. Na tulikuwa tumewaambia Watanzania kwamba mara bwawa lile likikamilika tutauza umeme nje ya nchi. Ule umeme kwa kuuza nje ya nchi tungeweza kupata zaidi ya trilioni 2 kwa mwaka. Mpaka sasa hivi tunazalisha umeme zaidi ya megawatts 4000, mahitaji ndani ya nchi hayazidi megawatts 2000. Kwa hiyo tuna umeme ambao ni wa ziada, hauna kazi yoyote, unazalishwa wa megawatts 2000. Na kwenye bajeti ya serikali hakuna mkakati wote ulioelezwa kwamba umeme huu wa ziada tuna kazi nao gani, tunaupeleka wapi, taifa linanufaika na nini. Tumeinvest more than 7.5 trillion. Namba 2, kushindwa kudhibiti malimbikizo makubwa ya kodi katika mamlaka ya rufani za kodi. Kama nilivyosema, tuna fedha nyingi tu zimo kwenye marufani huko hazijaamuliwa. Uhamishaji wa bei za bidhaa na huduma kampuni za kimataifa tumeshindwa kudhibiti kikamilifu kwa sababu ya usimamizi dhaifu. Mambo ya transfer pricing, biashara za magendo zimeshamili usiku na mchana, tena mpaka na vitu bandia. Usafirishaji wa bidhaa zinazopitia nchini on transit, tunatumia neno on transit, bidhaa zingine zinakwepa kodi, watu wanasingizia kwamba wanasafirisha kwenda nje, lakini mwisho wa siku zinauzwa hapa, hazikusanywi kodi. Ni matrilioni ya fedha yako hapo. Stika za kugushi zipo nyingi tu, ndio maana watu sasa hivi wanakunywa vileo, wanakunywa vinywaji ambavyo ni bandia, lakini vina stika ya TRA ambayo ni fake, lakini mfumo wa usimamizi ni dhaifu, umeshindwa kusimamia eneo hili. Misamaha ya kodi holela, tunapoteza matrilioni ya fedha. Tunaelekezwa kwamba misamaha ya kodi izizidi 1% ya pato la taifa. Kwa hiyo maeneo kama hayo ukiyasimamia ya ukwepaji mkubwa wa kodi, unapata matrilioni ya fedha, huwezi kupeleka kodi kwa wanyonge. Elimu bila malipo. Bado upatikanaji wa elimu ya msingi hadi sekondari imekuwa ni mzigo ambao umetwishwa wananchi, wazazi na walezi badala ya serikali. Kumekuwa na michango mingi tu na nyinyi wote hapa ni mashahidi. Tunaambiwa tuchangie chakula, ulinzi, mitihani ya watoto wetu kila wiki na kila mwezi. Kuna masomo ya ziada, lakini pia limetokea sasa hivi fashion, kuna walimu wanaitwa walimu wa kujitolea. Lakini wale gharama zao zinabebwa na wazazi ili angalau shule zetu zipate hao walimu wenye kutosheleza mahitaji. Kwa hiyo gharama zimekuwa nyingi. Pamoja kuna hiyo inaitwa mikopo inayosimamiwa na Baraza la Mikopo la Elimu ya Juu, bado mfumo wake unawaacha wanafunzi wengi sana ambao ni wahitaji nje ya utaratibu wa kupata mikopo. Na hawa wanaopata pia hawapati kiasi ambacho kinatosheleza. Swala la uhaba wa walimu, na linakuwa baya zaidi uhaba ule unapogusa ngazi ya chini ya elimu.
Takwimu sasa hivi zinasema elimu ya awali wastani ni mwalimu mmoja kwa watoto 109. Sasa sisi ACT Wazalendo tunaitaka serikali ibebe jukumu la kutengeneza miundombinu ya kutosha, madarasa, vyoo na vitu vingine, lakini pia ishughulikie uhaba wa walimu, iajiri walimu. Bila ya kuweka uwekezaji wa kutosha kwenye sehemu hizo, elimu yetu bado itaendelea kuwa duni, elimu ambayo haitofaa kusaidia taifa hili. Wamesema wenyewe sasa hivi wamekuja na kitu wanaita mabadiliko ya mitaala. Kuna mageuzi ya mitaala. Kwa ile mitaala mipya yenyewe inahitajia zaidi vifaa hivi na walimu wa kutosha, tena wenye ujuzi mahsusi, ili hiyo mitaala mipya ilete tija. Lakini kama hiyo haitoshi, kuanzia mwaka 2027-28 wanafunzi watakaokwenda sekondari ni wengi zaidi. Wenyewe wanasema kuna double code, kwa sababu wamebadilisha mfumo. Kuna watoto ambao wanasoma miaka 6. Sasa wale wa awali waliosoma miaka 7 na hawa walioanza miaka 6, 2027 watakutana. Tunajiuliza sasa, hawa watoto watabaki pale pale kwenye ile shule ya msingi, wapi wataingia wapi? Lakini wakitoka hapo wanakwenda wapi? Hizo sekondari zilizopo zinatosha? Je, walimu waliopo wanatosha? Vifaa vya kufundishia? Kwa hiyo ni swala zito liko mbele yetu.